Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Nkin na Charles Abel ili kuletea yaliyojiri katika kurasa za mwisho kwa siku hii ya Jumamosi. Siku nyingine tena ambayo zinatafutwa timu mbili za Tanzania kwenda katika hatua ya makundi. Mara baada ya jana Azam FC kufanya vizuri sana katika historia yake baada ya kutinga katika hatua ya makundi, na akisubiri Novemba 3 kundi lake ni lipi, ikiwa ni miongoni mwa timu bora kabisa ambazo zimetinga katika hatua hii. Mbali na Azam FC, Al Hilal Omdurman nayo imetinga katika hatua ya makundi ikisubiri nani wa kwenda kucheza naye katika mchezo unaofuata mara baada ya kuitoa Polisi Polisi Kenya. Polisi Kenya lakini mabingwa wa Kenya wa msimu uliopita. Mabingwa. Wamejitahidi chini ya kocha wangu pale. Ndalagiji. Ndalagiji wamejitahidi sana. Kenya hapo mmejitahidi? Hapo mmejitahidi? Wamejitahidi. Basi ongeleni sana. Wamejitahidi. Siku hizi na kocha Vincent naye ni kocha Vincent wa Dodoma Jiji naye. Kwa tena. Wale wote wale ni makocha ambao wanafundisha mpira. Haya. Tabidi nikuongezee mwingine. Niongezee mwingine. Dodoma Jiji. Nanili. Msaidizi Amani nani? Josia. Kocha Dodoma Jiji si Amani Josia. Amani Josia. Msaidizi wake? Msaidizi wake bado nadhani ni Ndikumana Yusuf. Ndikumana. Haya. Katika gazeti la Mwanasport mara baada ya hayo, mbali na hilo pia kuna michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea katika vituo tofauti. Dodoma Jiji atacheza na Pamba leo Jumamosi, mchezo utakochezwa saa 1 usiku katika mfululizo wa ligi, lakini kubwa kabisa ikiwa ni do or die ya gazeti la Mwanasport, ambapo kuna picha ya upande wa Yanga na kuna picha upande wa Singida, kwa maana kwamba Yanga anacheza na Silva, kwa maana kwamba Singida anacheza na Flambo. Kwa hiyo hapa katika gazeti kuna kocha Patrick na kocha Gamond. Huyo mmoja ameshapita sehemu zote mbili kwenye zote. Huyo mmoja kashapita sehemu zote mbili. Haya, mechi kwanza tuanze na Azam FC. Kwa mara ya kwanza imetinga katika michuano ya Afrika hatua ya makundi, jambo ambalo lipo linasubiriwa kwa hamu sana mara baada ya kuitoa KM magoli mengi, magoli 9. Una haki ya kuwapongeza Azam. Sababu ni nafasi ambayo ameitafuta muda mrefu. Zaidi ya miaka 10 Azam anatafuta nafasi ya kwenda hatua ya makundi, anakosa. Na sasa hivi ameenda akiwa anaonekana ya kwamba ana nguvu ya kufanya vizuri zaidi huko mbele, sababu aggregate ya goli 9 kwa timu ambayo imeshafika hatua ya pili sio mabao machache. Ni mabao mengi, na inawezekana labda kwenye kipindi hichi kwenye hatua hii wenyewe ndio wakawa na aggregate ya idadi kubwa zaidi ya mabao, pamoja na kwamba kuna mechi zingine hazijachezwa. Tusubiri tuone itakavyokuwa. Lakini wana haki ya kupongezwa, na sasa wanachotakiwa kufanya ni kuamini ya kwamba ndo wameanza safari. Yaani huko nyuma hauna haja tena ya kushangilia, huko nyuma umeshapita. Sasa hivi unaenda kuanza safari, kwa sababu kwenye kombe la shirikisho kuna siku hizi kumekuwa na timu nyingi sana majiant. Ndo zimejaa kule, kwa hiyo lazima hakikisha anafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba anatoka kwenye hatua ya makundi kwenda hatua ya robo finali. Ingawa kwenye targeti zake yeye alisema anataka hatua ya makundi, ameishafika, lakini sasa nafikiri ataseti targeti zingine za kwenda mbali zaidi kutoka hapo alipo. Kuna hizo timu mbili tumezitaja, Hilal na Azam. Nyinginezo ambazo zimecheza jana ambazo tunakupata nafasi kama wale wale wa nani ule kocha alikuwa Yanga Wydad na Azikia aliscore jana goli 5. Jana aliscore Aziz. Azikia alifunga goli moja. Kwa hiyo naoni moja ya timu ambayo imeshaenda.
wale si klabu Belouizdad wale ambao walikuwa kuchukua wale kocha wa zamani wa Yanga. na Belouizdad nao wameenda. Nao wameenda. Kwa kule kuna wanaume hasa huko. Wameenda shirikisho. Wapo shirikisho. Au Wydad. Wydad kwa bingwa nani alikuwa? Nani? Berkane. Bingwa kule alikuwa Berkane. Mshindi wa pili alikuwa ni nadhani alikuwa ni nani? Faraba. Yule ni watatu. Wydad ameenda kwa nafasi ya 4. Nafasi ya 4. Yes, nafasi ya 3 amechukua Olympique de Safi ambaye anafundisha pia kocha wa zamani wa Simba. Pablo nani huyo? Yule Mhispania yule. Ndio Pablo. No, Pablo Franco. Na wako katika fomu nzuri sana wale Olympique de Safi kwa sababu hajapoteza mechi yote mpaka sasa hivi katika mashindano yote waliopo. Kwa hiyo of course hamna timu, yani sio kama kuna timu rahisi. Sababu unakutana kina Kaizer Chiefs wote wapo huko. Na juzi Wydad kwa mfano amemchukua Hakim Ziyech. Nimeona. Yes. Ndo alicheza mechi jana. Bado hawezi kucheza kwa sababu dirisha la CAF limeshafungwa. Okay. Mpaka Januari labda. Okay. Haya, hiyo ikiwa ni hamshabiki. Hivi mashabiki leo bure pale. Bure kama ilivyokuwa kwa Azam jana na leo. Kwa jana ilikuwa ni bure Azam. Bure. Kwa hiyo na leo Yanga bure. Lakini Yanga wametoa angalizo ambalo mashabiki wanatakiwa walifuata ili baadaye wasio kalalamika. Wamesema hivi, mageti yatafunguliwa saa 4 asubuhi. Lakini kiusalama mageti yatafungwa saa 8. Wewe usifike pale saa 10 ukasema nimefika wamenizuia. Yaingia. Wameshatoa tangazo na vile tangazo limesambaa sana. Ya kwamba saa 8 mageti yanafungwa. Kwa wewe kama unataka kwenda uwanjani babu saa 6 na uvae jezi yako. Si unataka kushangilia timu yako bwana. Pale ni utaifa zaidi kuliko club. Kwa hiyo ukienda sasa hivi lazima uende ukaunge mkono timu ambayo iko kwenye taifa lako. Hata Singida pia ni bure. Hata Singida Ila pia kwa kuongezea hapo alichokisema Nkini. Mechi ya Singida saa 1. Saa 1. Unajua tunaongelea zaidi mashabiki lakini pia hata kwa watu waandishi wa habari pia waende mapema. Unajua jana kwa mfano pale Azam Complex tulikuwa tunasema Charles atakuwa anatokea, si ndio? Anatokea Chamazi. Tunasema anatokea Chamazi asubuhi. Asubuhi anatokea Chamazi. Anasherehekea kwenda hatua ya makundi kule. Unajua jana kwa mfano kulikuwa na kundi kubwa, yani watu walikuwepo ndani Azam Complex na waliokuwepo nje. Yani ilikuwa almost idadi sawa. Yani kuna watu ambao walichelewa, yani ilipofika saa 9 ndani kulikuwa namba kubwa na watu nje namba kubwa. Kwa hiyo kutokana na sababu za kiusalama na uwanja pia ulikuwa tayari capacity imeshajaa. Kwa hiyo watu wote ambao walikuwa nje ilibidi wazuie wakiwemo sa waandishi. Sasa unajua kwa mtu ambaye unakwenda kuripoti pia nadhani ni kwenda mapema. Yaani kwenda mapema ili kuepuka usumbufu ambao unaweza ukajitokeza. Afu ratiba pia imekaa vizuri. Unajua unamaliza mechi ya Yanga alafu unaenda unawahi unaenda kuangalia mechi ya Singida. Yanga saa 10. Saa 11. Saa 11 uwahi. Tofauti nusu saa tu pale ukiwahi na wahi zako tunaenda kuangalia dakika 20, dakika 20, dakika 30 zako kuangalia game. Kama uliangalia na mechi ya jana ya Azam, leo unaangalia ya Yanga, unaangalia Singida, alafu kesho unaangalia Simba. Utakuwa umeshaziangalia timu zote za Tanzania ambazo zipo kwenye hatua hii. Ambazo zote zinapiga upatu ziende katika hatua ya makundi. Jana Azam amezoa kitita kikubwa sana. Sana za pongezi. Goli la mama. Hiyo goli la mama tu 45 sio ndogo. 45 na mechi ile Zanzibar, si ndio? Zanzibar. Hongera sana Azam kwa kufika katika hatua hiyo ya makundi, na sasa basi tusubiri katika kundi ni nani ambayo tutaweza kucheza nayo, na hapa katika kuna mifumo yake hapa, si ndio? Tuanze kuambiana kabisa mapema na Azam kwamba kuna mifumo ya kucheza hapa, kwamba tunahitaji pointi 9. Na pointi 9 zenyewe kwa maana kwamba ushinde mechi 3 za nyumbani, alafu ukienda ugenini tafute amna hata moja itasaidia. Au unasemaje Charles? Yes. Kwa kuna mifumo
Hata ukimwangalia Ahly. Kuna watu wametengenezaga base. Yaani Simba yeye kipindi chake cha nyuma ilikuwa base yake ni hapa. Aliwahi kwenda anakula akapigwa 5 alafu akaja hapa akashinda. Wale walomfunga 5 kule kina AC Vita hawakwenda, yeye akaenda. Yani ukitengeneza base yako, kwanza ukatengeneza base yako nyumbani. Na Azam itabidi watoke sasa kule, maana washaingia makundi, itabidi wasitu kwa sababu watakuwa CAF. Watafute uwanja ambao wanaona kwamba utakuwa salama kwao. Kienda wenzao kaamua kaenda zao Amani au Benjamin au Benjamin Mkapa uko sehemu ambayo ni salama zaidi. Samuyo bado bado katika CAF. viwango. CAF Tanzania walipitisha viwili tu. Zanzibar na Amani. Ule Samuyo unakidhi vigezo vya kutumika kwa mazoezi. Vya mazoezi ya CAF. Yes, yani mechi za CAF. Yani mazoezi ya timu. Sio mechi. Kwenye mashindano ya kimataifa ya CAF. Yeah. Lakini tunaenda mdogo tutafika. Hata KMC kuna wakati watafika tu. Pale KMC inabidi ubomoe na zile nyumba kule waombe. Pale KMC pamejaa pale. Process. Pale pamejaa pale. Ukiwa pale ukichungulia hivi unachungulia makazi ya watu pale KMC. Shahidi yangu Charles Abel. Shahidi yako? Charles Abel. Uongo babu. Pale ukikaa pale hivi ukinyanyua tu hivi shingo makazi ya watu. Kwa hiyo yani wakitaka kutanua pale lazima wale wote walipo. Fidia. Manispaa wana power hiyo. Niliona ule kwa raha nikafikiri naweza nikaamini kwamba unaweza ukaja karibu zaidi kuliko vingine. Nikaa najiuliza jana, niliona viti vile, nikaa najiuliza huu ni kwa raha ama ni ule mwingine ule wa ni Tanzanite kwa raha? Kwa raha ama ule mwingine wa Academy ule Black Rhino. Black Rhino upo Karatu. Black Rhino upo Karatu. Uko Karatu. Ile kwa raha imeshaikiwa na viti. Wameka viti vizuri. Kwa ile kwa raha ni halmashauri. Kwa raha ni halmashauri. Babati. Inabidi timu iwepo kule. Maana timu za uko na nini sasa hivi? Timu za kuazima. Kuazima zipi sasa? Siko Fontaine. Siko Fontaine Gate ndio iko. Ile sikahamia hiyo. Sawa, ndio kuazima mwenyewe. Ndio kuazima. Au sema wakwao sasa wale wakwao na maana kwao yani kwamba kwa inatoka pale. Hapana bwana. Sio lazima. Sio lazima. Star timu ipo. Haya basi tutarudi hapo. Tayari timu ipo. Naona kuna makala nzuri kabisa katika gazeti la Mwana Sports ikitaja makocha mashuhuri kabisa ulimwenguni. Nitataja tu baadhi hao. Kuna Deschamps, huyu wa timu ya taifa ya Ufaransa. Kuna Robert Martinez Ureno. Kuna Marcelo Bielsa wa Uruguay. Kuna Luis de la Fuente wa Hispania. Wote ni makocha mashuhuri ambao kichwa cha habari kinasema makocha maarufu wanaonogesha soka la kimataifa. Au sio wamejificha kwenye kichaka cha timu za taifa. Baada ya kutoka kwenye klabu. Yaani wakuti kwenye klabu kwenye timu zao za taifa. Sasa unajua ukiwa unaelekea kuzeeka zaidi. Unatafuta pa kustaafia. Kama aliofanya Carlo Ancelotti. Alifanya vurugu kwa ameshachukua yuko Brazil lakini hajatajwa. Kaenda zake kwa zake Brazil. Hajatajwa hapa. Au umemtaja huko mimi sijaanza. Inawezekana akawepo ndani. Picha yake inawezekana isiwepo lakini akawepo kwa sababu ni kati ya makocha wakubwa sana na wenye uzoefu wa kutosha. Lakini pia ukiangalia hata wa Argentina wa timu ya Bale hayupo. Ani yule wa timu ya Bale yule ambao hivi wa Bale ni yule alichukua kombe la dunia. Ndio yule. Lakini mimi nadhani sijaisoma sana makala. Lakini nadhani hao ukiangalia wamefundisha zaidi ya timu moja za taifa. Sasa ukiangalia kama Carlo hii ni mara ya kwanza unajua anafundisha national team. Kwa hiyo kumtemu kwamba anajificha kwenye kichaka cha national team tunamkosea. Yani bado kwa sababu ndio kwanza mara ya kwanza. Na Deschamps sasa ukiangalia yeye alishafundishaga timu za vijana zile za taifa. Lakini klabu naye hajapata ukubwa sana. Lakini hapo unajua kuna kitu kwenye hiyo makala kuna jina nimeliona nikakumbuka kitu. Huyo Marcel Bielsa. Bielsa. Au Uruguay katika timu za taifa ambazo nadhani haziamini katika makocha wenye umri mdogo ni hao.
kwa sababu kabla Bielsa alikuwa kocha mmoja anaitwa Oscar Tabarez. Yaani alikuwa anaenda uwanjani na mkongoja hivi mpaka wanamshikilia kama unakupa. Yule babu hata World Cup wameenda hivyo hivyo. Yaani kocha kwenye kombe la dunia anashikiwa, yani hadi anashikiwa kabisa, ni kwa wakati mwingine anasaidiwa kukaa. Kwenye mazoezi ya timu kitu cha kwanza ambacho mnatakiwa mkumbuke ni kiti chake cha kukaa. Ni kiti chake. Kwa hiyo anawapa wasaidizi wake tu program zile. Kwa hiyo anakiwekea mazoezi pale anakaa kwenye kiti tu, anaita anatuma tu. Alafu bado timu inawaka. Kwani hata kabla yake pia Tabarez kulikuwa na kocha mwingine ambaye nadhani alikuwa anavuka 60. Kwani hao naona wao kama kuamini katika makocha vijana wao hapana. Uruguay. Kuna kujifunza hapo. Lakini inategemea na falsafa. Falsafa ya, kwa mfano si falsafa yetu tunasema kocha wazawa. Sisi wazawa kwenye national teams. Kocha hivi ndio. Kocha wazawa. Utani prove wrong, Charles Abel. Tunaamini kwamba ukimboresha kocha wa nyumbani kwanza anaeleweka na wachezaji kuliko, kwa ndio hiyo falsafa yetu. Ni falsafa ambayo ni sahihi unachosema, lakini ina vitu ambavyo vinatakiwa viongezwe. Yaani kuwa na kocha mkuu mzawa ni sahihi kabisa, wala hakuna anayekataa. Lakini lazima umwekee bezi nzuri sana hapa chini yake kwa wasaidizi. Na wasaidizi sio lazima wao wazawa. Yaani unajua football imeshakuwa ni teknolojia sasa hivi. Yaani mabadiliko ya football yanaenda kwa kasi sana. Kwa hiyo inawezekana kweli unachokisema akawa Morocco ndio kocha mkuu. Lakini hapa chini ukawa na wasaidizi wengi sana ambao yaani wako kwenye soka la kisasa, wanaendana na soka la kisasa linavyotaka. Kwa hiyo sio jambo baya, lakini lazima liboreshwe ili kuwa kwenye ubora zaidi. Hapo sasa mimi binafsi na kupinga Babu Philip. Hapo hatujazungumzia falsafa sasa. Tumezungumza mpango. Yaani kuna tofauti kati ya mpango na falsafa. Falsafa inaweza ikafanywa na kocha yoyote. Yaani mkisema sisi kama nchi, falsafa yetu ni hii ya mpira. Yaani unaona kama Ethiopia. Kwa hiyo nani kwamba kocha wetu mzawa sio falsafa. Hiyo sio falsafa, huo ni mpango sasa wa nchi. Mpango kazi. Kwamba sisi nchi yetu ndio hivi. Unapozungumzia falsafa ni identity, yani ni utambulisho wenu kama nchi au aina gani ya mpira ambao mnaucheza. Nitakupa mfano mmoja. Nadhani ushaziona timu za Ethiopia zikicheza. Yaani timu ya wanawake ya Ethiopia ya taifa za klabu za wanaume za Ethiopia, timu za wanaume za Ethiopia kuanzia umri mkubwa mpaka mdogo. Ukicheza nao wawe na kocha wa aina yoyote, awe mgeni awe mzawa, wa Ethiopia watapiga pasi fupi. Tuliona juzi kwa mfano timu wanawake Ethiopia ilikuja. Yaani hiyo ndio utamaduni wao. Ethiopia umfunge hata goli 20. Lakini habadiliki style yake ya uchezaji. Timu ya Ethiopia ibadiliki. Sasa hili ndio tunaita falsafa. Yaani kama utambulisho wenu. Lakini sasa kuwa na kocha mzawa au kocha mgeni, hiyo sasa ni mpango. Yaani tunapozungumzia falsafa ni kwamba kocha yeyote atakayekuja anatakiwa aishi katika ule utambulisho wenu. Okay. Haya. Gazeti la Mwananchi, Azam yaweka rekodi mpya kombe la shirikisho. Siku ya kuweka heshima. Ile timu ya Silva ilikuja ikasema Yanga timu ndogo. Kweli au watu wanaweka maneno? Walizungumza, mimi nilimsikia mchezaji wake akisema pale airport anaoje. Timu ndogo hiyo. Anasema ni timu ndogo na wanacheza kawaida sana. Alafu walikuja wanacheza mapiano. Abel vipi hapo? Nadhani Silver Striker hajaheshimu Yanga kwa mtazamo wangu. Yaani kwa level ya Silver Striker mimi siongee kama labda Utanzania au labda uzalendo. Lakini ukiangalia kwa mafanikio ambayo Yanga wameyapata katika miaka hivi karibuni katika mashindano ya kimataifa, ngazi yani ushindani wa mpira katika ligi ya Malawi na ligi ya Tanzania, hata level ya uwekezaji kati ya Yanga na Silver Striker, mimi naamini kwamba hicho walichokisema Silver Striker sio kauli ya kimpira na hajaheshimu Yanga. Kwa sisi tunaruhusu utani. Unajua hizi ni hatua za mtoano Alafu ukiangalia kwa Silva na Yanga sio watani. Mimi nadhani hawajaipa heshima Yanga. Unajua kuna kushinda mchezo na kuna kusonga mbele. Hapa sasa tutawapima Silver Striker. Yaani wao unajua wametoa hiyo kauli. Unajua kuifunga timu sio jambo la ajabu kwa sababu ni namna gani unafanyia kazi ule mpango wako ndani ya dakika 90. Na inategemea pia siku hata ule mpinzani wako asiwe katika siku bora. Mimi binafsi kwa imani yangu naamini kwamba katika mchezo kwa mfano kama wa kwanza ambao huo Silver Striker ambao umewapa hizo
nguvu au jeuri ya kusema kwamba Yanga ni timu ndogo. Ni siku ambayo haikuwa siku nzuri kwa Yanga, kwa sababu pamoja na kupoteza ni mechi ambayo wachezaji wengi wa Yanga walicheza bila ule chini ya ubora wao. Sasa Silva alikuta Yanga ikiwa ipo katika ubora wake. Vipi akikuta Yanga tu siku ipo katika ubora wake? Ndio kitu ambacho na kihisi kama leo kinaweza kikatokea. Kwa hiyo wangejaribu kuweka angalau kidogo akiba ya maneno, alafu baada ya mchezo ndio wangerudi nayo. Lakini wametea katikati ya mechi. Yaani naona kama wameongeza ugumu wa mechi kwa upande wao. Sidhani kama wanaweza kuwa na siku rahisi Dar es Salaam kwa leo, kwa mtazamo wangu. Huwezi jua. Lakini kauli yao ni nzuri. Kauli yao ya ushindani. Ni nzuri, inaonyesha ushindani, lakini pia inawapa hasira wachezaji kuona ya kwamba tunatakiwa tupambane sana ili hao wasiongeza hivi. Yaani nafikiri ni kauli ambayo inawahamasisha Yanga zaidi kuliko inavyowahamasisha Simba. Unajua unaweza ukatoa kauli ambayo kumbe inahamasisha upande wa pili. Yaani kwa hiyo inawapa Yanga hasira zaidi ya kwamba hivi hao wakitufunga tena wataongea nini? Na nini ambacho kitatokea kwao? Nafikiri kama wameingia bure. Na mashabiki wameingia bure asubuhi. Kwa hiyo asubuhi sio wanaingia saa 4 kuanzia saa 4 mwisho saa 8. Mwisho saa 8. Kwa hiyo angalizo langu moja. Kwenye nini sasa? Kuwa na mashabiki, si ndio? Mashabiki wengi, lakini hao mashabiki wanaenda uwanjani lazima wafuate zile taratibu ambazo zinatakiwa. Moja ni lazima waelewe ya kwamba chochote ambacho utakifanya wewe kitaiathiri zaidi klabu yako. Kwa hiyo zile tabia zetu, sijui kurusha chupa, sijui kuwasha zile fire za moto, zile kuingia uwanjani, tuziache kwanza. Tuende uwanjani tukiwa tunaamini ya kwamba tunakwenda uwanjani kwa ajili ya kwenda kuiunga mkono timu. Yaani mashabiki waende pale wakifuata zile taratibu zote ambazo zinatakiwa kufuatwa. Sababu hapa katikati nafikiri ndani ya kipindi kifupi Simba mechi 2 mfululizo wameingia hawana mashabiki. Lakini zote zimesababishwa na mashabiki. Yaani zile vurugu ambazo mashabiki wanazifanya. Na leo wanaenda wengi. Kiuhalisia watakuwa mashabiki wengi. Kwa hiyo waende wafuate zile taratibu ambazo pia wanatakiwa CAF wanazitaka ili kutokuingiza klabu kwenye matatizo hapo mbele. Maana hapo kwa mfano namna ikabahatika ikaenda hatua nyingine, na maana CAF kama umefanya kosa hapa wanakubani kule mbele. Kwa hiyo wewe mwenyewe shabiki hautaenda tena kuiona timu yako. Kwa hiyo kuna namna ambapo na hapo kuongezea alikofanya alichosema Mkini. Unajua effect ya shabiki kufanya vurugu au kufanya kosa hilo la utovu wa nidhamu ni kubwa sana kuliko hata ule mchango wake wa kushangilia. Kwa sababu imagine leo mechi inaingia mashabiki wanaingia bure. Maana yake klabu haingizi chochote. Katika kutoingiza chochote kwa klabu, wewe unaingia uwanjani labda au unachoma hizo baruti. Klabu unasikia inatoza dola 80,000. Maana yake inatoa katika hela ambayo haikuingia. Lakini bado unasikia tena klabu imefungiwa. Maana yake unakuta tena mechi nyingine unacheza bila mashabiki. Kwa hiyo unapata hasara mara mbili, unapoteza hela nyingi. Kwa hiyo mashabiki wajifunze kwanza kuwa na tolerance, uvumilivu. Lakini pia furaha isizidi sana. Naam, ni kweli. Na kesho basi kutachezwa mchezo mwingine hapa kati ya Simba na Singizini, mechi itakayochezwa saa 10. Kwa hiyo usikose kufuatilia. Tunahitaji timu zote 4, timu zote 3 zilizobaki. Ingekuwa hapo labda jana tulikuwa tunaitaka yote. Tunataka yote. Lakini ingekuwa labda KMK anacheza na timu nyingine kutoka mataifa mengine, ingekuwa timu ya 4. Kuiombea au 5, 4 ama 5 kuziombea kuingia katika hatua. Lakini ndio hivyo ikatokea kimfumo. Lakini mimi nilimsikia kocha wa KMK aliongea vizuri sana kabla ile mechi ya jana. Yeye alisema target yao ilikuwa ni kuvuka ile hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili. Kwa hiyo walipokuja kwenye mechi dhidi ya Azam, wenyewe target wameshakamilisha. Kwa hiyo hawakuwa na pressure. Kwa kile ni cha ziada kwenye mechi, ni cha ziada, lakini walichokutana nacho inabidi warudi kwenye uwanja wa mazoezi. Na unavopata matokeo kama haya lazima urudi kweli kama unavyosema kwenye uwanja wa mazoezi uweze kujiona kama ni daraja lako kweli huku kujithamini kwamba kama nimeishia katika hatua ya awali, ina maana basi natakiwa nifanye nini ili niweze next time nivuke niingie katika hatua ya makundi, niingie robo finali, niingie nusu finali, niingie finali ya michuano hii ya CAF.
Ila hajatoka Kapa. Amepata hela. MKM. Yes, $150,000. Raundi ya kwanza raundi ya kwanza tu kucheza $50,000. Ukiingia raundi ya pili sasa hivi $100,000. Kwa hiyo wana zaidi ya milioni 300 KMKM kwa raundi hizi mbili. Kwa budget ya timu za Zanzibar ni hela nyingi sana. Budget yao sio kubwa sana. Sasa hivi imemwaga hela. Lakini bwana juzi kuna kauli alitoa mzee Magori. Ilifurahisha sana baada ya kukabidhiwa ile hela za goli za mama. Akaambia eti Msigwa kwamba mechi ijayo hakikisha anakuja na kedi kuu. Lakini jana simuona Jana Msigwa mwenyewe anakuambia tu wachezaji walimwaahidi goli 10, goli 9. Ndio hali ya mchezo. Tunaamini kwamba katika hatua ya makundi kwa mashindano yote ya CAF, big teams mara nyingi zinakwenda. Na mara nyingi kuna surprise ndogo ndogo za big team kutokwenda. Mfano katika raundi ya kwanza ASEC hajaenda. Unaona anatafutwa katika raundi ya pili big team ambaye haendi, ambao michezo yake ni leo na kesho. Hivyo nani anacheza lini? Orlando Pirates. Yule Orlando naye yule alienda Kongo akala 3. Orlando leo. Unajua Kongo wame surprise sana Afrika Kusini kwa sababu hata Kaizer naye alifungwa na timu ya Kongo. Simba inaitwa. Ambayo ni kwa mara ya kwanza anashiriki mashindano ya kimataifa. Kuna namna Kongo pale soka lake watu wanaliona ukiwa nje unaliona kawaida. Lakini kuna namna pale timu zikienda zinahangaika. Hasa timu za Afrika Kusini. Hata timu zetu zikienda pale Kongo kwa timu tu ya kawaida zinahangaika. Sema tu kwa sababu sasa hivi unaona TP Mazembe hayuko sawa, lakini ni miongoni mwa timu ambazo ukiziangalia ni ambazo ukisema kwamba yani hapa utoki kweli. Na wana wachezaji mmoja mmoja wazuri sana. Wanatoka pale ndani kwenye ligi yao. Ni mchezaji mmoja mmoja hivi ukiangalia yani kipaji wanacho. Yani nathubutu kusema Kongo ni Brazil ya Afrika. Naona Orlando ana mlima mrefu sana leo. Goli 3. Huwezi jua babu. Soka ni soka babu. 4. Alikuwa ashinde 4. 4-0. Sisi tuliocheza mpira 4-0 inawezekana. Kweli? Shida ni kwamba ukishinda 4-1 tu. Yaani 4-1 wewe haumo. Na unatakiwa ufunguke. Kwa mechi hii ya leo kwa mfano kama Orlando inatakiwa yani iachane na mambo yote. Sasa ukikutana na watu ambao wanakitimia amepiga 3 ukiwa unacheza kwamba unazuia usifungwe nyingi kwa sababu uko away. Nyumbani kwako inabidi lazima ufungue geti. Lazima. So ukifungua geti na yeye anakuja tu. Kwa hiyo utamfunga unaweza kumfunga 3 kweli. Afu anakufunga 2. Haya basi, tuombe kila laheri. Kwa katika hoja yangu Abel pamoja na Charles kwamba pale katika draw zinafika Novemba 3. Pale kwenye draw pale ya CAF ungetamani timu gani pale ziwepo, kwa mfano kwenye shirikisho, kwenye kundi la Azam, kwa mfano kama Yanga atafanikiwa, kama Singida atafanikiwa, na kama Simba atafanikiwa katika mechi. Tukianzia na Azam, unahisi katika mahesabu uliyoyaona pale ukaniambia kwamba hapa kweli kuna timu kubwa hapa, unataka kumvalu Azam ili uone kweli Azam imepiga hatua katika makundi na amequalify kwenda katika hatua ya robo finali? Unajua kwanza Azam ni timu ambayo tunasema ni non-ranked kwa sababu haipo kwenye haina points kwenye ranki za CAF. Ukiingia kwenye hatua ya makundi kama una ranki maana yake moja kwa moja utawekwa katika chungu cha 4. Utawekwa katika pot 4. Ukiwekwa katika pot 4 maana yake unakutana na Giant wa 4.
yani giant watatu kwenye kundi lao. Sababu kuna poti 1, poti 2, poti 3 na poti 4. Okay. Kwa hiyo kwanza ambacho binafsi naomba kwa Azam hata na Singida Black Stars, naomba sana miongoni mwa timu zile ambazo tayari ziko kwenye renki zitolewe. Tuishie hapo. Tutarudi tutakumbushana kwamba timu zitolewe ambao ni giant zitolewe. Kwa sababu kama zikitolewa maana yake Azam na Singida wanaweza angalau kidogo akasogea kwenye chungu cha tatu. Sasa unajua ukiweka katika chungu cha tatu maana yake unapunguza pia idadi ya vigogo kukutana nao. Okay. Haya, twende kwake Ali Bakari ambaye yeye amejikita katika uwanja wa Benjamin Mkapa itoke. Anazungumza. Anataka Yanga itoke. Yupo pale. Nikasema ataingia kweli na jezi yake nyekundu ile sidhani. Ataingia. Ataingia. Siku hizi kwenye mpira wetu kuna ustaarabu fulani hivi upo. Ustaarabu Siku hizi unawakuta wamekaa katikati huko mashabiki wa Yanga huko wa Yanga afu katikati huko mashabiki wa Simba huko. Ambao ndio kitu kizuri kwenye mpira. Yaani football ndio kitu sahihi. Naona muda unakwenda kwa kasi. Nafikiri paka wiki ijayo Mungu akituweka hai basi tutaweza kushuhudia kwamba ni timu gani. Tumeishia katika topic ya striker record. Yaani uhakika wa record mpaka sasa hivi upo. Wa record tunapeleka timu zaidi ya zile ambazo tulikuwa tunapeleka. Uhakika una maana kwamba Yanga anaenda leo. Yanga ana nafasi ya kwenda, Simba ana nafasi ya kwenda, Singida ana nafasi ya kwenda. Na ile idea ya Chazabel ile tuihifadhi. Kwa maana kwamba tumeshazungumzia Azam nini tuangalie sasa tutakuwa katika uhalisia halisi. Tena kule atakuja kuizungumzia vizuri kwa sababu timu zitakuwa zimeshafuzu. Zimeshafuzu na ndio tunaelekea katika draw yenyewe katika wiki hii. Kwa sasa tuna mengi tukusii uweze kufuatilia michezo ya leo ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ambayo inachezwa leo hii pamoja na ya CAF na hayo mengi. Basi wakati huo basi ni kusii tu kwamba weekend hii basi uwe na weekend njema kabisa itakayo kufanya uweze kuburudika na michezo tofauti ndani na nje ya nchi. Kwa sasa tuna mengi, nikutakie siku njema.